Karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Msimu huu tuna mkasa mzuri na wa kipekee sana wa mpendwa wetu rafiki anaitwa Asia. Jana kuna mahali tuliishia katika kile ambacho Asia alishia pamoja nasi. Asia anasema yupo katika mapambano ya kuhakikisha anapata talaka yake. Hatua za mwanzo alizozifanya za kumsihi mume wake ampe talaka ziligonga mwamba. Hatimaye Asia akapata mpango wa pili. Mpango wa pili ulikuwa mpango mkubwa zaidi, kwa sababu Asia alimueleza mume wake anataka talaka yake, anataka uhuru wake, anataka amani, anataka kutengeneza. Yeye hataki kuendelea kubeba mzigo mzito. Ameamua kusema ukweli, akimwambia mume wake hata mtoto wa pili ambao ni wa kwao sio mtoto wa mume wake. Hakika mume wake amekuwa na mapokeo ya tofauti. Mwanaume amekuwa na huzuni, na hata anamwambia Asia, kama uliyajua hayo kwa siku zote hizi na ulibaki nayo moyoni mwako, kwa nini umeamua kunieleza? Kwa nini usingeitunza hiyo siri? Kusema kwako huyu mtoto sio wa kwangu, angali nimemlea, angali akiweko tumboni. Nimekuwa pamoja nawe muda wa miezi yote 9, na hatimaye hata mtoto kuzaliwa na mimi kumlea mpaka umri huu. Unawezaje kunitendea haya? Ni simanzi kubwa sana kwa mume wa Asia. Lakini Asia, haya ndio maamuzi aliyoamua. Sasa anataka kushika njia yake. Sasa amechagua maisha yake, na sasa mume wake amemwahidi atampatia haki yake ya talaka. Karibu sana msikilizaji, leo tusogee mbele zaidi, tusikie hiki ambacho ndugu yetu rafiki yetu anaitwa Asia akishia pamoja nasi. Asia anasema, hii ni safari yangu ya maisha. Haya ni yale niliyoyapitia katika maisha yangu. Naamini kuzungumza kwangu kuna mwanamke mmoja anapata nafasi ya kusikiliza akajifunza kupitia mimi. Ndio, Asia anasema, najua katika maisha wako watu wetu wa karibu wamekuwa na tabia zinazoudhi sana. Tabia wakati mwingine zisizovumilika. Tumewapa muda wabadilike, lakini watu hawa wamekuwa hawabadiliki. Mioyo imechoka. Tumepata ufumbuzi wa kutatua changamoto zetu ambazo zilikuwa zinatusumbua hapo mwanzo, zilizosababishwa na hao wapendwa wetu. Natamani unisikilize hiki ambacho mimi ninazungumza. Asia anasema huu ni mpango. Ndio, tumefanikiwa kwa 1% kubwa sana. Na hata bebi wangu ananiambia, sasa huu ni wakati wako wa kufurahi. Maana mume wako anakwenda kukupa haki ya kile ulichokidai. Wakati huu bebi wangu pia akiniambia yupo katika mchakato na yeye. Anataka atarakiane na yeye na mke wake, na mwisho wa siku na yeye awe huru na tuishi maisha yetu ya amani. Asia anasema, basi ninakwambia, mume wangu alikubali akanipa talaka. Mume wangu alikubali akamwachilia mtoto, na mtoto arudi au aende kwa baba yake halali. Nami niliachana rasmi kabisa na mume wangu, nami nikaenda kuanza maisha mapya. Sasa tunapika na kupakua na huyu bebi wangu ambaye sasa ndo baba wa watoto wangu. Ninaye mtoto wangu wa pili ambaye sasa tunamlea mimi pamoja na huyu bebi wangu. Na katika vitu ambavyo mpenzi wangu ameniahidi ni kuwa baba bora kwa mtoto wangu. Haya ndio maisha niliyochagua. Nataka nikwambie, muda wote niliona furaha kabisa. Niko na mwanaume asiyetumia kilevi. Niko na mwanaume ambaye ana muda na mimi. Niko na mwanaume ambaye ananishauri mambo mengi kuhusu biashara. Hakika nilijiona ni mwanamke wa thamani. Muda wote nilikuwa na tabasamu. Tulitoka out na mtoto wangu, tulifurahia maisha sana. Lakini mtoto alikuwa ameshamzoea sana babake. Lakini hatakuwa na namna. Lazima tukubaliane na hiki kilichopo. Na tuliamini kuna nafasi ya kumpa muda mtoto. Na hata pia bebi wangu alikuwa akiniambia, muda utaongea, wala usijali kuhusu hilo. Toka nimeachana na mume wangu ilipita miezi 6. Miezi 6 ambayo huyu mwanaume anakuja kwangu, lakini mara nyingine anaenda kwake akiwa na sentensi moja. Anaenda kwake akisema, ninaenda kwa sababu ya watoto.
siwezi kukaa bila kuwaona watoto. Nafanya hivi kwa ajili ya watoto. Natamani watoto waone uwepo wangu. Lakini siendi kule kwa sababu ya yule mama. Kwa sababu mimi na yule mama tulikwisha kuachana siku nyingi. Akiniambia hata kama naenda pale haimaanishi tuko pamoja. Mimi na yeye katika ulimwengu wa roho tulishatenganaga kitambo kabisa. Hakuna ndoa baina yetu. Ni talaka tu, yani ni makaratasi tu ndo yaliyosalia. Haya ni maneno ambayo alizidi kuniambia wakati nikimwambia vipi mchakato na wewe wa talaka? Wakati mwingine nikiwa namwambia unaenda sasa huko kwako kufanya nini? Anasema ni kwa ajili ya watoto. Sawa. Nakumbuka siku nazo zikazidi kwenda na akinipa furaha yote ninayostahili. Nataka nikwambie nilijiona ni mwanamke mwenye bahati. Nilijiona nimepoteza muda kwa yule mwanaume mlevi. Mwanaume mlevi alikuwa ananichosha sana. Muda wote ananuka pombe. Lakini pale inapotokea anakunywa, anapoteza kumbukumbu na kujifeel kama mariwato ni kona ya chumba pale na kuamua kufanya mambo yake, ilikuwa inaboa sana. Inaboa sana. Sasa nimeachana na hayo maisha. Ninaishi maisha yangu ya furaha na mara zote nilijipongeza katika maamuzi ambayo nimeyafanya. Asia anasema nakumbuka haya kwenye maisha yangu. Nilipata ujauzito. Ndio. Tena niligundua ujauzito ukiwa mchanga kabisa. Na mpenzi wangu alifurahi sana. Aliniambia mimi nakupenda sana. Na kitu ambacho nataka ujue nakupenda, nitafurahia tutakapopata mtoto wetu. Kwa hiyo wewe kupata ujauzito mimi naona fahari sana. Haya ni maneno ambayo aliniambia mwenzangu. Lakini nikamwambia tulikuwa tumetamani iwe hivi, lakini tukiwa tumeshaoana, ukiwa umeshakamilisha mambo ya talaka, lakini mpaka sasa hivi mbona hujakamilisha mambo ya talaka? Alikuwa akiniambia baby, wala hata usiwaze kuhusu hilo. Talaka itatoka tu. Unajua shida iliyopo mimi pamoja na yule mwanamke mlevi, yule mwanamke mlevi hataki kuniachilia. Yani kuna vizuizi anaviweka. Nikamwambia baby wangu, kama upande wangu tumeweza kupambana katika vizuizi hivyo na tukapata alternative, kwa nini na wewe usiangalie unaweza kufanyaje? Mwanamke mlevi kama huyu anaweza kushinda wewe kuhakikisha unampa talaka na unakuwa na uhuru wako? Akaniambia wala hata usijali, nitafanya hivyo. Asia anasema basi ujauzito ulitimiza mwezi mmoja. Ujauzito ulipotimiza mwezi mmoja, mpenzi wangu alipata chansi ya kwenda kusoma. Kwa hiyo ripoti zilikuja, inatakiwa aondoke aende kwenye masomo. Wakati mpenzi wangu akiwa anangoja kwenda masomoni, kuna family member mmoja kwa upande wa huyu mwanaume aliniambia maneno ambayo yaliniumiza sana. Aliniambia hivi, ndugu yangu anakuahidi atakuoa. Nasikia umetoka kwenye ndoa yako, mmeanza kuishi kwa ahadi ya kukuoa. Yani wewe umeacha ndoa na umekuja kwa huyu ndugu yangu kwamba atakuoa. Wenzako wana migogoro kwenye ndoa miaka na miaka na miaka na miaka. Kuna wenzako pia, wanawake wenzako waliingia kichwa wakiamini kwamba atamwacha mke wake, atakuja kwao. Akagonga mwamba, wakarudisha manyanga nyuma, mwisho wa siku wakaendelea na maisha yao kwa sababu wakajigundua kama wao ndo wanacheza patapotea. Haya ni maneno aliniambia huyo ndugu yake. I don't know kwamba ananichukia kwa nini aniambie hivyo, lakini ni katika mazingira nisiotarajia kupata habari mbaya kama hii, na nikiwa tayari niko mjamzito ananitamkia hayo maneno. Maneno haya yaliniingia sana ndani ya moyo. Na mimi nilipata nafasi ya kumuuliza mpenzi wangu, umeniambia mmetengana na mke wako miaka 3, kila moja analala kitanda chake. Lakini mbona nasikia migogoro kati ya wewe na mke wako ni migogoro ya miaka mingi sana? Lakini toka mmeanza migogoro hakuna mmoja wenu aliyetaka kutoka kwenye hiyo ndoa. Ninasikia hata kuna wanawake walikuja kwenye maisha yako
wakiamini wanaweza kukuwini ukamwacha huyo mwanamke, lakini haijawa hivyo mpaka leo kuna huyu mwanamke, na kwamba huwezi kumwacha huyu mwanamke. Nakumbuka mpenzi wangu akacheka akasema, hayo ni maneno ya watu. Kwanza nani anakuambia maneno? Yaani unakuwaje mrahisi hivyo, mtu anakuja tu kukuambia takataka zake anazojisikia? Ni nini hicho unasema? Mpenzi wangu aliniambia, wewe ni mwanamke msomi, unajua mimi ni msomi. Wakati mwingine tuangalie pia na watu tunaozungumza nao. Kuna takataka moja imekuja huko haijala siku ya jana, ina stress haina hela, inakuja kutafuta mtu wa kumpa stress, na wewe uko tayari kupokea maneno ya kichaa mmoja tu. No. Usiruhusu kuzungumza na takataka. Sio, unanielewa? Mimi ndo nimetamka ninamwacha mke wangu, na namaanisha, na nakuoa wewe kwa sababu wewe ndiye mwanamke niliyokuchagua. Wewe unasikiliza kina nani? Huyu mwanaume, hayo ndio maneno alioniambia, na hapa nilikuwa nipo na ujauzito. Ubize wa hapa na pale, lakini huyu ni mwanaume lazima arudi kwake. Yaani kule kwa yule mke wake mlevi. Kwa hiyo anaweza kaa hapa kwangu siku 3, akaenda kule akakaa siku ngapi? Siku 4. Anaweza akaja hapa akakaa siku 2, lakini lazima arejee nyumbani kwake. Hicho ni kitu ambacho dakika za mwisho wakati anaelekea kusafiri nilikiona kwa ukubwa sana. Na yeye ananiambia kitu kiko mahakamani, wewe unataka nifanye nini? Tumeambiwa inatakiwa twende tarehe fulani. Mbona unafanya ya mambo yanipe stress? Kwa nini? Lakini tunashindwa kuzungumza mada nyingine? Kwa nini unapenda kuzungumza vitu hivyo hivyo? Huniamini? Hapo narejea tena, niko na ujauzito. Nakwambia siku 2 kabla safari alikuwa kwa yule mwanamke wake. Kwa mwanamke wake alikuwa kwa mwanamke wake. Sasa na mimi tena ni yule mwanamke ambaye ni mfuatiliaji. Nimefuatilia hiki kuhusu yule bi mkubwa. Huyo bi mkubwa ni mlevi. Hata huyo mume wake hakunieleza kinagaubaga. Ni mlevi. Huyo mama ni mlevi. Lakini huyu mwanaume anarudi kule kwa huyu cha pombe. Nikajisikia kuchukizwa. Na nikamwambia, kweli kwani lazima uende kwa yule mama, si ndio? Lazima uende kwa yule cha pombe, si ndio? Kwa sababu yule ndo ana nyota ya maisha yako, si ndio? Na ndio maana huwezi kumwacha yule mwanamke, si ndio? Kwa sababu unaamini ukimwacha utapoteza kazi, utapoteza kila kitu. Akaniambia, nani kasema? Nani anazungumza hayo maneno? Sitaki kusikia maneno. Nisikilize mimi ninachokwambia. Mimi nakupenda na nimekuchagua wewe, na wewe ndio mwanamke wangu. Kwa nini unapenda kusikiliza watu? Akiwa anagombana na mimi mara kwa mara kwamba nayapa nafasi maneno ya watu, na akiwaita takataka hizo zinaongea nini? Nakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Lakini huyu mwanaume aliondoka kwenda masomoni, na huku masomoni huyu mwanaume alipaswa kukaa 1 mwaka. Sasa mimi nilijitafakari sana. Ni kweli ni mwanamke na biashara zangu, ni mwanamke anayejiweza, ni mwanamke na maamuzi ya maisha yangu. Niliona tena kuzalishwa na huyu baba taniletea shida hii. Lakini yule mwanaume amesafiri, anajua mimi ni mjamzito. Na alipokuwa ameenda huko, alikuwa yuko down sana kwenye mawasiliano. Yaani kama ni mtu ambaye ananipotezea fulani hivi. Kidogo niko busy, yaani nikaa kama simuelewi hivi. Sasa Asia anasema, nilikaa mimi mwenyewe nikajiuliza, hivi ni kweli nahitaji kupata mtoto mwingine? Yaani sijui. Hivi ni kweli natakiwa kupata mtoto mwingine na wakati bado sijakamilisha swala la mimi na huyu mwanaume kuingia kwenye ndoa? Kwa nini tusipate mtoto tukiwa ndani ya ndoa? Nikasema siwezi kukaa na ujauzito, nitautoa. Nitamwambia mimba iliharibika. Hivi nilikuwa nikiyawaza mimi akilini mwangu, nikiachakata, nikiyafikiria, maana simuelewi.
Kama mtu alisema anangoja asubuhi, mchana, jioni aachane na mke wake, mpaka leo hajakamilisha talaka, na wakati mimi nimepambana, nimefanikiwa kupata, yeye bado. Siwezi kukurupuka, lazima nipate uhakika wa ndoa, mambo mengine yafuate. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia. Mapumziko mafupi na rejea hivi punde. Nikushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio EFM popote pale unapotufuatilia, pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Nizidi kukushukuru sana msikilizaji. Tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Asia, siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio Asia anasema niliona kama ninacheza mchezo hatari sana, kumbebea mwanaume ujauzito ambaye bado hajatimiza yale makubaliano tuliyokubaliana. Atakapotimiza makubaliano tuliyokubaliana, basi ndipo ambapo mimi nitabeba huo ujauzito. Lakini kwa sasa hivi roho ya kutoa ujauzito ikawa imeamka ndani yangu. Akili yangu inaniambia nitapata tu ujauzito mwingine nikiwa tena ndani ya ndoa, maana niko napambana na kusema huyu ndiye mwanaume ninayetaka nioe na ndio utakayemzalia, lakini sio sasa hivi. Asia anasema basi mimi kama mwanamke nilianza kufuatilia utaratibu wa kutoa ujauzito, na kweli Asia anasema nilifanikiwa kutoa ujauzito. Nilitoa ujauzito ukiwa umetimiza miezi 4. Nikatoa ujauzito, nikapata shida kidogo, lakini nikaendelea na maisha. Sasa nilipotoa ujauzito, sikuwa nimemshirikisha mwanaume kwa habari ya kwamba nitatoa ujauzito au kumshirikisha mwanaume mimba imeharibika. Na isitoshe mawasiliano yake yalikuwa yako down sana, na hata ndani ya moyo wangu nikawa nasema au ndo kashanipotezea, kama nilivyoambiwa na yule mtu, hawezi huyu mtu kuachana na mke wake. Lakini ajabu nakwambia, huyu mwanaume aliniambia, bebi wangu, nimekuwa na mambo mengi sana. Unaweza ukaona kila siku nimekuwa na excuse, nimekuja huku, yani hii kozi imekuwa inanichanganya sana akili yangu, na isitoshe na umri tuliokuwa nao na masomo haya inakuwa inasumbua kidogo, lakini sasa hivi niko sawa. Huyu mwanaume akaniambia, siku zote nataka uamini wewe ni mwanamke anayekupenda. Sijui kama unanielewa. Kuchelewa kumpa yule mwanamke talaka kusikufanye wewe usiamini kama mimi nakupenda. Sasa nataka nikuthibitishie kama mimi nakupenda. Nimemweleza mama yangu kuhusu wewe, na nimemwambia mama yangu hali uliokuwa nayo, na nataka mama yangu akuhudumie katika kipindi hiki chote cha ujauzito mpaka kujifungua, wakati mimi nikiwa niko mbali. Na nimemwambia mama yangu nitakaporejea, hilo ndio litakuwa jambo langu la kwanza, ni kuhakikisha na talaka mkononi na moja kwa moja kuhakikisha natuma watu wanaenda nyumbani kwenu. Sasa hapo nilikuwa nimeshatoa ujauzito. Huyo mama mkwe ambaye ameelezwa kuhusu mimi ni mjamzito, kimeenda kimerudi, mimi ujauzito nilishatoa. Na sasa hivi nasikia ukakasi kumwambia ujauzito ule uliharibika. Asia anasema nikamwambia mpenzi wangu, nitafurahi ikiwa hivyo. Mpenzi wangu akiniambia mimi nakupenda na mtoto wetu ataongeza furaha katika upendo wetu. Nikirudi kila ahadi niliyokuambia inatimia. Mimi sio mwanaume tapeli. Huyo mwanamke ni mwanaume ambaye alikutana na wewe na akakujaza maneno ya uongo. Sikukutana na mwanamke anayempenda. Ni kweli nikiwa nipo kwenye migogoro na mke wangu, kuna mwanamke nilikutana naye, lakini nikaja nikagundua sio mwanamke anayempenda. Sasa nimekupata wewe, kwa nini endelee kusita kati nimekwambia mimi nimeamua kuchagua maisha ya furaha na furaha yangu inatoka kwako? Kumbuka siku hii tulizungumza maneno mengi sana mimi na mpenzi wangu.
Sasa mimi ujauzito nilishatoa. Asia anasema basi nikatulia. Huyu mwanaume alizidi kunijulia hali yangu, vipi unajisikiaje? Siku zinazidi kusogea sana. Niambie, mtoto wangu huko tumboni anaendeleaje? Basi mimi nampa tu feedback huyu mwanaume na kumwambia anaendelea vizuri, sema tu nachoka. Na nikawa namwambia mahitaji ya mara kwa mara, nataka hiki, nataka hiki. Na kwenye eneo la kunitunza, sijui kwa habari ya fedha, mahitaji nilokuwa nayo, huyu mwanaume pia ni the best. Apewe maua yake. Kwa hayo mimi nimekuwa na bahati kukutana na wanaume wanaojua kutunza. Nimekuwa nikisikia wanawake wenzangu huko wakitaabika sana, wanaume ambao hawatunzi familia zao. Unakuta mwanamke ndo analipa kodi, yeye ndo anahakikisha chakula hapo nyumbani kinanunuliwa. Asipofanya yeye, familia inateseka. Lakini mimi nina bahati ya kupata mwanaume ambaye anafanya kila kitu na hakuhoji kuhusu pesa yako. Haoji kuhusu pesa yako. Yeye anafanya majukumu yake. Wewe kama mama utajaziliza, utafanya hiki, utaongeza hiki, lakini yeye hasemi amini nilifanya na wewe fanya. Hata huyu amekuwa akinihudumia sana. Na safari hii ndo amezidi kunisikiliza sana, na wakati mimi nishatoa ujauzito. Sasa akili moja ikaniambia kichwani mwangu, mimi nina mdogo wangu ambaye tumezaliwa naye baba moja mama moja. Mdogo wangu alipata mwanaume wa kitaa huko. Huyo mwanaume alimpa ujauzito, ila aliukataa ujauzito. Kipindi mimi najigundua ni mjamzito, mdogo wangu na yeye alikuwa ni mjamzito. Ujauzito wetu ulikuwa umepishana kidogo sana. Sasa mimi kwa sababu niko na maisha yangu, na pambana zangu, nilipokea hiyo habari kwa furaha. Lakini huyu yeye kwake ilikuwa ni habari ya huzuni. Ni habari ya huzuni kwa sababu huyu mwanaume aliyempatia ujauzito hajataka kukubali huo ujauzito. Lakini pia maisha ya mdogo wangu yamekuwa ni maisha ambayo yananitegemea mimi pia. Nisaidie hiki, kuna vishughuli anafanya. Mambo yake bado hayajawa mazuri na kwa namna moja ama nyingine. Asia anasema basi mimi nilivyoona huyu mwanaume amerejesha matumaini mapya ndani yangu. Matumaini ambayo hapo awali ni kama yalipotea. Nikajisemea moyoni, nitakapomwambia huyu mwanaume ule ujauzito umetoka, huenda huyu mwanaume anaweza akaona hakuna sababu ya kuharakisha kuhusu mambo ya ndoa. Kwa hiyo nikasema huu ndo wakati sahihi wa mimi kutafuta namna sahihi ya kukamilisha huu mpango. Ni mpango gani? Asia anasema niliongea na mdogo wangu, kwa sababu mimi pamoja na mdogo wangu ujauzito wetu ulikuwa unashabihiana, yani majira yanafanana. Ni utofauti mdogo sana ambako hata mimi ningeweza hata kusogea siku mbele. Kuna ile mtu anasema siku zake zimefika lakini zimesogea sana. Hiyo inaweza ikatokea katika masuala ya uzazi. Kwa hiyo sio rahisi mtu kunote. Kwa hiyo nikakaa nikayawaza hayo yote. Nifanye nini sasa? Mdogo wangu huyo ambaye ujauzito kati ya yeye na mimi hautofautiani sana. Ndipo nilipoketi na mdogo wangu ambaye baada ya kukataliwa ujauzito na yule mwanaume alikuwa katika kipindi kigumu, na akiniambia, dada, mimi siwezi kukaa na huo ujauzito, ni bora tu nitoe. Ni bora tu nitoe. Na mimi nikawa namwambia tulia kwanza. Usifanye hayo maamuzi. Kwa hiyo niliendelea kumsupport kwa namna moja ama nyingine. Sasa namrejea mdogo wangu na kumwambia mdogo wangu jambo nililokuwa nalo ni zito na nahitaji msaada wake. Asia anasema ndipo nilipoongea na mdogo wangu nikamwambia, tunza huu ujauzito. Huu ujauzito hauna baba, ila huu ujauzito unaenda kuwa na baba. Najua haukuwa na mpango kuhusu ujauzito. Basi utakapojifungua huyo mtoto, usijali kuhusu malezi, usijali kuhusu kusoma, usijali kuhusu maisha ya huyo mtoto. Nitamchukua huyo mtoto na kumlea.
Nakumbuka mdogo wangu alifurahi sana, maana aliona kama amekurupukia mambo na mwisho wa siku mambo yamekuja katika wakati ambao sio sahihi. Lakini mimi namuahidi kwamba kila kitu kiko sawa. Asiendelee kujihukumu, asiendelee kujuta, aachane na huyo kibaka aliyemsababisha ujauzito na kumkataa, aende zake. Lakini furaha yake mdogo wangu ilikatizwa na maneno haya niliyomwambia. Huyu mtoto utambeba tumboni miezi 9, lakini atakapozaliwa atakuwa ni mtoto wangu, na mimi ndo nitakuwa mamake. Huyu mtoto atakapozaliwa, huyu mwanaume wangu ndo atakuwa babake, na vielelezo vya majina vitaitwa majina ya huyu mwanaume. Mdogo wangu akasema, dada, inawezekanaje hivyo? Nikamwambia, ndo inawezekana, au wewe huone kama huu ni msaada kwako? Hebu niambie, unawezaje kumlea huyu mtoto, au unajishebedua tu hapa sasa hivi? Na kwa sababu mdogo wangu ananisikiliza, pale nilipomueleza kwa ufafanuzi zaidi akakubali. Kwa hiyo mimi sina ujauzito, lakini sio kwamba sikuwa nao. Ujauzito niliupata, na sio kwamba ujauzito ulitoka kwa bahati mbaya. Ujauzito niliutoa mimi mwenyewe baada ya kuona kwamba nimemiss target. Yani hapa kuna kamchezo nimecheza vibaya. Sikupaswa kumbebea huyu mwanaume mimba mapema kabla hatujaingia kwenye ndoa. Ile ahadi mbona hajanipa? Nimekurupuka, inabidi nitoe. Kama ni ujauzito kumzalia, nimzalie nikiwa ndani ya ndoa. Anitimizie ahadi ya kumwacha yule chapombe wake, tufunge mimi na yeye ndoa, tukae kwenye ndoa na mambo mengine yafuate. Kwa niliona kama nimekurupuka. Sasa ninataka hii ndoa iwe kwenye maisha yangu, na huyu mwanaume kwa spidi aliyokuwa nayo na kusema hataki kuchelewa, anataka tumlee mtoto wetu tukiwa ndani ya ndoa, lazima niitimize kwa namna hii, maana sina option nyingine. Kwa hiyo nazidi kumpa feedback huyu mwanaume, nazidi kumuelezea hali niliyokuwa nayo huyu mwanaume, lakini huku nikimtazama mdogo wangu. Mtoto anacheza, mtoto leo amecheza sana. Mtoto leo amecheza sana. Hizi ni nyakati ambazo nilikuwa ninajificha sana. Jificha, yani kuhakikisha kwamba sionekani. Watu wasinioneone, lakini mimi nina tumbo la bandia. Asia anasema, nataka nikuhakikishie, watu wana matumbo ya bandia. Wapo watu wana matumbo ya bandia, kwa sababu mimi nilikuwa na tumbo bandia. Sionekani tu, lakini ukiniona unaona na tumbo lakini bandia. Na siku zinazidi kusonga mbele, na nakumbuka siku moja hali ya mdogo wangu ili change. Kumbuka hapa niko na mdogo wangu, na mdogo wangu ninamficha, yani anafichwa, na atajifungua. Akijifungua nachukua mtoto, mdogo wangu aendelee na mishe zake, na kuna kiasi cha pesa nimemuahidi ataenda kusimama na maisha yake na biashara zake. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia. Nakumbuka kuna swali ambalo mdogo wangu alikuwa ananiuliza, dada, samahani, lakini unayafanya haya ili iwaje? Ni kwa sababu unataka ndoa kwa huyu mwanaume? Wakati mdogo wangu akiniambia hilo, namwambia, wewe unanihoji ukitaka kuniambia nini? Kwa hiyo hiki ambacho mimi nakifanya kwa manufaa yako pia wewe, na ujinga wako uliokutana na mjinga mwenzio huko akakupa ujauzito na kukataa, na angalia tunawezaje tukafanya tumsaidie mtoto, unakaa unaanza kuniuliza mambo yako ya kijinga. Unauliza kuhusu nini? Wewe huoni ni faida ya mimi na wewe? Huoni huyu mwanaume anafanya vingapi kwa ajili yako sasa hivi kwa kupitia mimi? Acha ujinga wewe, acha ujinga. Na nakwambia kinywa chako hata siku moja kisije kikatamka kwa mtu yeyote kwamba wewe una mtoto ambaye ni huyu. Hii ni mimi na wewe mpaka mwisho wa dahari, yani mpaka mwisho ni mimi na wewe. Na nikamwambia mdogo wangu, ni promise hapa kabisa. Nyinyi binadamu mna tabia ya kubadilika. Ni promise hapa, mimi na wewe.
Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia. Mapumziko mafupi, nitarejea. Katika kukamilisha sehemu ya 3 katika siku njema ya leo, siku ya Ijumaa ya tarehe 26 mwezi ni wa 9 mwaka 2025. Ndio, mimi Veronica Frank niko hapa kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Na hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Nilikueleza kuhusu mkasa wa ndugu yetu anaitwa Asia. Nikasema mmoja kati ya mkasa nimekutana nao wa kushangaza kweli kweli ni huu hapa. Hakika ndio maana nikawa natamani kuwasilisha kwako usikie mambo ambayo yapo katika ulimwengu, mambo ya kufikirisha sana. Hakika wewe tuendelee tu kuwa pamoja, uendelee kusikia hiki ambacho ndugu yetu Asia anasema mimi nimepitia, na natamani ndugu zangu wasikie na wajifunze. Asia anasema nimefanya hayo kwa mafanikio makubwa sana. Nimekaa na tumbo bandia kwa mafanikio makubwa sana, na hatimaye wakati ulifika, siku ilifika na mdogo wangu alipata uchungu. Na moja kwa moja mdogo wangu alienda hospitali na Mungu akajalia alijifungua kwa njia ya kawaida. Basi ilikuwa ni furaha kwangu mimi pamoja na mdogo wangu, na Mungu alijalia mdogo wangu alijifungua mtoto wa kike. Kwa hiyo taarifa moja kwa moja ilifika kwa mume wangu mtarajiwa, kipenzi changu, bebi wangu, nimejifungua. Mungu amenijalia nimejifungua mtoto wa kike. Nataka nikwambie hapo alipo huyu mwanaume alifurahi sana. Lakini pia picha zilimiminika zikimfikia. Alifurahi sana, akasema nikupe zawadi gani mwanamke wa maisha yangu? Nilimwambia ahadi kubwa ni mimi kuwa tu na wewe. Ni siku ile ambayo mkononi mwangu utanivisha pete, nikaishi na wewe maisha yangu yote. Aliniambia huo ni wajibu wangu, lazima niitimize hiyo. Natamani kukupa zawadi nyingine tena. Mke wangu, kipenzi changu, ninaenda kukununulia gari nzuri ya ndoto yako. Nilicheka, nikafurahi. Akaniambia lakini pole. Nataka nikwambie, ukiniona na mimi nimetoka kujifungua, niko na mtoto, lakini huyu sio mtoto niliyembeba tumboni mwangu. Huyu mwanaume kunithibitishia kabisa kwamba anachokisema anamaanisha, hadi ameanza kushirikisha family member. Ni kweli ana mke yule cha pombe kule nyumbani, mpango wa kuwa na familia nyingine. Sio kwamba familia haijui, familia inajua. Kwa hiyo familia inanitambua mimi. Kwa hiyo alituma watu kwa ajili ya kuja kunipa pongezi, kuniona katika kipindi hiki cha furaha. Waliniletea zawadi, walikuja kufurahi pamoja nami, na walimuona mtoto wao. Walifurahi sana. Lakini hii ilibaki kwa siri kati ya mimi na mdogo wangu. Nasema ni siri kati ya mimi na mdogo wangu kwa sababu mdogo wangu alikuwa akizungumza kwa habari ya baadhi ya ndugu kuhusu ujauzito wake. Mimi natoa changamoto. Kwa hiyo kuna kipindi hakuwa anaonekana, na alikuwa anasema nimeamua kutulia kwanza, mimi nimetoa ule ujauzito. Kwa hiyo kuna baadhi ya family member wanajua ule ujauzito alishautoa. Na huu ulikuwa ni mchezo kati ya mimi na mdogo wangu, kwa sababu mdogo wangu kwa habari alivyopata ujauzito ilimletea taharuki. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walikuwa wanajua mdogo wangu alikuwa na ujauzito. Kwa hiyo akatangaza ameutoa ule ujauzito. Kwa kipindi chote hiki alikuwa yuko mahali ametulia, yani yuko na mimi ametulia hapo. Kula vizuri, lala vizuri, enjoy maisha. Kwa hiyo mimi mtoto ni wa kwangu. Lakini niko na mdogo wangu ambaye ananisaidia kwa ajili ya malezi, tuko naye hapa. Lakini habari ya mimi kujifungua mtoto ilikuwa ni habari ya maficho sana. Nataka nikwambie hata ndugu zangu sio wengi walikuwa wanajua habari ya mimi kuwa na ujauzito. Kwa hiyo haya ni mambo yangu ambayo niliyaweka private sana. Lakini Mungu alijalia mtoto alizidi kukua. Simu nilipigiwa nikiongea, picha nilimtumia,
nataka nikwambie wakati ulifika huyu mwanaume akarejea. Nikaenda nikampokea na mtoto wetu. Kumbuka sasa hivi tuna watoto wawili. Mimi kule nilikotoka kwa mume wangu nilitoka mazima na mtoto wangu mmoja. Yule mtoto mwingine nilimwachia yule mwanaume, yule mtoto wetu wa kwanza. Kwa hiyo huyu sasa naendelea kumlea, na huyu baba ameendelea kumwangalia sana na kujali mahitaji yake na kila kitu, na amekuwa baba mzuri sana. Anamuulizia sana, hata alipokuwa masomoni anakea, yani niseme kiufupi. Sasa tumepata mtoto wetu mwingine. Huyu mwanaume alipomwona mtoto wake alifurahi sana. Yani alifurahi sana. Jamani, nataka kusema huyu mtoto alikuja kwa baraka. Na hata nikawa najilaumu, hivi kwa nini mimi nitoa ujauzito? Kwa nini mimi nitoa ujauzito? Kwa sababu sasa hivi ningekuwa siko kwenye mapambano kama haya. Ina maana huyu mtoto angekuwa ni rudi kabisa kwamba ni wa kwake, lakini hasira zangu kuona kwamba haya mambo ninaharakishia, ngoja niweke mipango kwanza vizuri mpaka niolewe kwanza, uhakika. Yani uhakika. Ile kusema nataka uhakika wa hiki kitu ndio nibeba ujauzito, ukanifanya nikajikuta napita kwenye njia kama hii. Lakini ni mtoto amepokelewa vizuri. Jamani, ni furaha. Na huyu mwanaume sasa alihamia kwangu mazima. Asia anasema acha ile anaenda siku ile bimkubwa cha pombe wake, hakuwa anaenda kabisa. Hadi akaa anasema kule kuna watoto, huko kuna watoto. Wale wamekuwa wakubwa. Ngoja sasa hivi niangalia watoto wangu ambao nataka kila siku niwe nao karibu. Mdogo wangu ameshakuwa na mishe zake huko, anapambana na yeye, lakini alizidi kunisaidia kwa ajili ya malezi kwa namna moja ama nyingine. Anaenda zake kwenye mishe zake, lakini tuko naye hapa nyumbani. Lakini mwanaume huyu hakuwahi kujua chochote. Na nani anaweza kumueleza vitu hivi, michakato hii niliyoifanya? Nani anaweza kumueleza? Hakuna yeyote wa kumueleza. Nakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Asia anasema mwaka wa kwanza ulipita, mtoto alitimiza mwaka mmoja. Mtoto huyu alitimiza miaka 2. Ni katoto kazuri, kenye afya na nakapenda kweli. Mimi ni mama yake. Mtoto akatimiza miaka 3. Sasa huyu mwanaume anaishi kwangu. Yani tunapika, tunapakua, tunakula. Lakini changamoto ambayo ilikuwa inamsumbua ni kukamilisha divorce. Yule mama alikuwa anagoma. Unajua mambo ya talaka ni ya pande zote mbili. Mambo ya talaka ni ya pande zote mbili. Na huyu mama kwa maelezo kwamba ametoka na huyu mwanaume akiwa hana chochote. Na huyu mwanaume yeye amekuwa anasema asinihukumu kwa sababu tulikutana naye vile tulivyokutana. Yani kwa maelezo, huyu mama alikutana na huyu ambaye ni bebi wangu akiwa yuko maisha ya chini sana, ila yeye ndo alikuwa na kikazi. Kwa hiyo wameendelea kuwa na mahusiano katika hizo nyakati ngumu, na huyu mama amemsupport sana, yani huyu kipenzi changu, na yeye ndo alikuwa kichocheo cha kufanya huyu aendelee na masomo. Huyu mama anaamini kwamba yeye ndo amemsomesha huyu mwanaume, lakini huyu mwanaume ambaye ni bebi wangu anasema yani alikuwa akinisaidia kweli chakula, akinisaidia mavazi kununulia. Huyu mwanaume anasema alikuwa anasoma chuo, ndo alikutana na huyu mama ambaye sasa kipindi hicho alikuwa ina maana ni msichana. Kwa alikutana yeye akiwa anakifanya shughuli zake, huyu alikuwa yeye ni mwanachuo. Kwa hiyo wakawa wamependana. Kwa hiyo huyu dada kwa sababu anafanya vishughuli vile vitatu ni kama alikuwa anamsupport. Maka kamaliza, wakaja wakaoana, wakawa wana furaha na hivyo yani. Kwa hiyo huyu mama anaamini huyu ndiye mume wake Mungu alimpa. Hawezi akamwacha. Kwa hiyo mama alikuwa anasimama na kupinga yeye kupewa talaka. Na talaka mpaka itoke ni maridhiano kati ya watu wawili. Na sababu ambazo huyo mwanaume akizitaja, shida ya huyu mama ni nini? Anataja ni kama upande wangu mimi ambavyo zilikuwa hazitoshelezi, kwa sababu huyu mama hana shida yote, hajawahi kumfumania, hana shida nyingine. Yani akiwa hajanywa ni mama bora kabisa, ila akienda kunywa ndo cha pombe. Kwa hiyo ikabidi sasa niwe na subira. Sasa nitafanyaje? Nitafanyaje? Lakini huyu mwanaume anaishi kwangu. Yani tunapika, tunapakua na tunaamini kwa namna ambavyo tunaenda sasa hivi tunaishi pamoja.
huyu mwanamke atasalenda. Sasa mwanaume aishatoka kwako jamani, alishakusanya kila kilicho chake. Akitaka kuonana na watoto wake anaonana naye juu kwa juu. Ni nyumba amekuachia, kaa hapo. Hakuna chochote mnafanya na yeye. Mlishatengana siku nyingi. Si ni sawa ndoa hakuna. Kwa hiyo nimekuwa na subira, na hata yeye anasema unaona mapambano yangu, lakini naamini nitakamilisha. Ninakuahidi kukamilisha. Hivi ndivyo ambavyo huyu mwanaume alikuwa akiniambia, na naona pia, na ni mwanaume ananipenda sana. Tumekuwa na furaha yetu, na mimi nikapata ujauzito mwingine. Asia anasema nikapata ujauzito mwingine, ambako huyu mwanaume anajua huyu ni mtoto wa pili ambaye tunaenda kupata naye. Lakini mimi ninachojua moyoni mwangu, huyu ni mtoto wa kwanza tunaenda kupata na huyu mwanaume. Aliongeza furaha huyu mwanaume, na nataka nikwambie ni mwanaume ambaye ananipenda. Ni mwanaume ambaye ninamfurahia kila siku. Ni mwanaume ambaye anatamani kila ahadi anayoniambia itimie. Sema hili la divorce ndio lilikuwa bado halijafanikiwa kwa sababu ya ukakasi ambao ninakuelezea. Lakini tunaendelea kupika na kupakua, biashara zangu zinaenda vizuri, harakati zangu zinaenda vizuri, na mimi na mtoto wangu yule wa kwanza ambaye huwa anapata nafasi naenda kumtembelea, naenda kumuona. Na yule mwanaume alikuwa mlevi sana. Alikunywa, lakini baadaye akaja akaacha pombe, lakini akaendelea na maisha yake. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Asia. Asia anasema nimekaa na ujauzito, na mshukuru Mungu miezi 9 ilifika na mimi nikajifungua mtoto mwingine. Kwa hiyo huyu mtoto anakuwa ni mtoto wangu wa 3. Lakini huyu mwanaume anajua mimi huyu ni mtoto uzao wangu wa 4. Kumbuka huyu mtoto huyu mwingine nimefanya magumashi. Sio mtoto kutoka tumboni mwangu, ni mtoto ni wa mdogo wangu. Na hata huyu mtoto anafanana sana na kwetu. Kwa hiyo ukimuona hivi unasema mtoto anafanana na mama yake, kwa sababu mimi pia na mdogo wangu hatujatofautiana sana. Kwa hiyo kila kitu kinaenda vizuri. Sasa Asia anasema nilipojifungua mtoto nikiwa niko hospitali, mdogo wangu alikuja kunitembelea, na hapo nimemsaidia sana mdogo wangu. Nimemsaidia sana kuhakikisha na yeye pia anasimama na maisha yake. Na maanisha nimemsaidia na kumsimamisha sana kwenye eneo la uchumi. Aliniambia na business anafikiria kufanya ilikuwa ya gharama kubwa. Nilitoa hizo pesa na kumpa. Nikiwa hapo hospitali, akiwa ameniona sasa na mimi nimepata mtoto mwingine, aliniambia, dada, nafikiri huu ni wakati wa mimi pia kupata haki ya kukaa na mtoto wangu. Asia anasema sikutarajia kama kuna siku mdogo wangu anaweza kaniambia kauli kama hii. Nilishtuka, na tulikuwa tupo wawili tu pamoja na mtoto huyu mchanga ambaye ndo nimetoka kujifungua. Nilimwambia, unasema nini? Ni nini unazungumza hapa? Akaniambia, dada, unahisi kama niko sawa? Siko sawa. Kuna muda namwangalia mtoto wangu, na mimi nataka niwe karibu na mtoto wangu, niishi na mtoto wangu. Nikamwambia, nyamaza na hii kauli na usiongee tena. Usitamke tena sentensi kama hiyo. Akaniambia, hapana dada, ni vyema tukazungumza kwa sababu sasa hivi umeshapata mtoto wako mwingine. Nipe na mimi mtoto wangu. Nikamwambia, umesahau tuliongea nini? Nakupaje mtoto? Mtoto yupo unazungumza. Huyo mtoto yupo unayemzungumzia wewe. Nikamwambia, huyo mtoto ni wa kwangu, nikitaja jina la yule mtoto, na babake ndo alitoa jina. Na jina ni la nani? La ukoo. Ni la mume wangu. Unazungumza una mtoto yupi? Naomba unyamaze. Nyamaza. Nilimwambia maneno hayo mdogo wangu ambaye alitokwa na machozi, yani machozi yakimbubujika, akiniambia, lakini dada. Nikamwambia, hakuna lakini dada, naomba unyamaze mpaka siku unakufa. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Asia. Hii ni simulizi ya kipekee sana, na mimi natamani uendelee kuifuatilia. Mimi nilipopata nafasi ya kuzungumza na Asia nilishangaa sana. Oh my God.
Oh my God. Asia anatuambia ni miaka kadhaa imepita toka alipodanganya amejifungua mtoto. Wamemlea, siku zimesogea, lakini sasa mwenye mtoto aliyembeba tumboni anasema anataka na yeye apate nafasi, muda wa kukaa na mtoto wake. Nini ambacho ndugu yetu Asia anataka kushia nasi, msikilizaji? Karibu tufuatilie mkasa huu na tujifunze kupitia ndugu yetu anaitwa Asia. Asante, nikutakia weekend njema.